Wali, tunatathmini shughuli inayoendelea ya usajili wa wapiga kura, na kumbuka zoezi hili limeingia juma la pili, lakini kufikia juma jana idadi ya waliosajiliwa ilikuwa chini mno. Nafikiri takriban 7,000 hivi, kaunti kama Lamu, Nyamira, Tana River, Tharaka Nithi na hata Nyeri zikiwa na idadi ndogo zaidi ya kuandikisha wapiga kura wapya, na maeneo ya miji kama vile Nairobi na Mombasa kidogo yakionekana kuwa na idadi ambayo ni ya juu kidogo kushinda maeneo ambayo yalikuwa na idadi ndogo zaidi. Sababu ambazo zinatolewa ni nyingi na vijana, lakini katika kuzifahamu zaidi nitakuwa na pata sauti za vijana kutoka maeneo ya mashinani, na hapa studioni nimeungana na Marvin Mabonga ambaye yeye ni kiongozi wa vijana na ni mwanaharakati wa masuala ya vijana. Pia atakuwa anatuambia katika pitapita zake ni yapi ambayo anahisi yanachangia kujitokeza kwa vijana, hususan wa kizazi kipya cha Gen Z ambacho wengi walitarajia kitakuwa kinajitokeza kwa wingi, hasa baada ya maandamano ambayo tumeona katika mwaka jana na mwaka huu wakiwa wanashirikiza serikali na uongozi wa sasa kuhusiana na masuala mbalimbali. Hayo na mengine mengi yatakuwa yanafuata katika sehemu hii ya Bunge la Mwananchi, lakini kwa sasa tuzamie sehemu ya Mombasa ambapo mwenzangu Tobias Chanji alipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya vijana na kutathmini tu yapi yanasababisha vijana kujiweka nyuma katika zoezi ambalo huenda likawa lina uamuzi mkubwa katika haki yao ya kidemokrasia kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Tusikilize kauli hizo, alafu tutakuwa tunazitathmini tutakapomaliza. Nyingine pia tunakutana na wakazi wa Mombasa katika Bunge la Mwananchi Alhamisi hii tukiwa katika maeneo ya National Library katikati mwa jiji la Mombasa, na mada yetu ya leo tu ni kuhusiana na kujiandikisha kwa wapiga kura. Mbona idadi ndogo inaendelea kushuhudiwa? Nami hapa ni baadhi ya wanabunge wa bunge hili ambao kutana kila siku, lakini kwa sasa wamekuwa wachache mno. Labda utatuelezea ni kwa nini wamekuwa wachache hii leo, lakini bila shaka tutaendelea na mada hii yetu ya leo. Labda tuanze na mzee tu hapa, majina yako nani na utuelezee kwa nini Wakenya hawajitokezi kujiandikisha kama wapiga kura? Mimi kwa majina naitwa Rafael Ondieko Dieni Wakaya. Mimi ni mkazi wa Ziwa la Ng'ombe. Kwa sasa hivi naongea jijini Mwembe Tayari. Kwa kusema kweli, mtangazaji, kuna changamoto nyingi sana, kwa sababu vituo vya chukulia kura ni mbali. Alafu jambo la pili, unapata kama au wenyewe watu wa IBC hawakufanya civic education, kwa sababu umeona, kwa kusema kweli, ni miaka karibu 2.5 tulirai serikali sisi kama wananchi tuwe na IBC mapema, lakini wameleta IBC kuchelewa, alafu hawakufanya civic education. Alafu kumbuka ya kwamba economic status hivi sasa, uchumi kwa kusema kweli haiko nzuri na wananchi. Jambo lingine, unapata kama watu kama disabled, wale watu kama vipofu, wale watu ambao kwamba hawezi wakajitokeza wao wenyewe. Na kumbuka vituo ni mbalimbali vile ninavyosema, kwa sababu uwezi ukatoka Chuda kwenda Uhuru na kazi, na uwezi ukatoka Mtongwe uende kule Likoni. Sasa wananchi wanakumbwa na changamoto tofauti tofauti, kwa sababu unaona kama wananchi wame lose faith na kupiga kura, kwa sababu unaona toka 1992 mpaka sasa tumepiga kura mara 6 mara 7, lakini unapata faida, tukimalizia tunapata faida ya kura ni kidogo. Ndio maana unaona kama wananchi wanaona hakuna maana ya kupiga kura. Haya, shukrani mzee. Kabla ya kuongea na wewe, wacha tuzungumze na mzee hapa kidogo, tuelezee majina yako nani na pia utoe hisia zako. Mimi kwa majina naitwa Decha Mkiri, ni mkazi wa Ziwa la Ng'ombe. Kulingana na hii vile ilivyo, kulingana na hili zoezi la kuwa IBC wenyewe ndio wamechelewa kuleta hii kazi. Kwa hivyo wajiandae vizuri, ama watupatie muda tena kwa kuwa tunaweza tukaja chini kujiandikisha. Muda wa kutafuta vituo au muda si vituo kuongezwa, ni waongeze muda huo ambao kama wameweka muda wa siku 30 waje wahamasishe tena wananchi, alafu ndio wapange tena hizi taratibu. Manake ni kama
ni kama yani huu muda watu wengi yani miaka 2.5 kutoka hii hali vile iko, walikuwa ni waje wahamasishe watu mwanzo mashinani, alafu ndio watangaze hii tarehe. Haya, nashukuru kwa maoni yako. Amezungumzia mjomba pale, amezungumzia masuala ya uhamasishaji. Wanakuita nani, unatokea wapi na mchango wako ni upi? Asante. Kwa majina anaitwa Benedicto Solo Jambo. Mimi natoka Mshomoroni Junda Ward, ndio mimi mali ninapoishi. Ningependa kuchangia maneno kadhaa na sasa kwa korefu lakini ni madogo. Jambo la kwanza, the IBC wange consider the distance location of a place. Kwa ajili gani naongea hivyo? Utakuta pengine kama ukienda like Kisauni hapo, hiyo the mali kwa IBC ni just ni sehemu moja, lakini mtu kutoka hapo mpaka hapo kuna changamoto ambazo zinakuwa. Na pia wanatakana wa consider kwa mambo pengine kuna watu wale wazee, kuna walemavu kama mimi niko katika hicho kitongo cha walemavu. Naona wangetaka wa consider pia with the age limit of a person. An old person like 50 years, 60 years. Yeye kutoka hapa from that particular place kupiga kura kwake ni changamoto. Ningeomba IBC wakuje na structure, at least waeke watu wao mashinani especially for disability, wakuje on the ground waweze kusajili ya watu, manake ni mtambo tu wa kusajili. Na sitasema mengi kabisa, na pia vile uchumi livyo sahihi naweza kusema tu pengine watu wengi wamevunjika morali kulingana na uchumi, wanapiga kura wakitarajia kuna change watapata, but they see no change. So wananchi wengi wamevunjika na nguvu na morali kwenda kupiga kura. Ni IBC wakuje na structure, wajaribu pia kushirikiana na viongozi kama MCA, kama senators na washirikiane na wabunge, waangalie vile wanaweza kufanya. Kama mbunge ana uwezo ama MCA, then waangalie ways wanaweza collaborate at least kuchukua watu mashinani kuwapeleka katika hicho kituo cha IBC kuweza kukata kura. Kwa hiyo machache yao ndio naweza kusema. Asante. Sawa, nashukuru. Kuna kijana hapa pia, sogea tu karibu. Na inasemekana vijana wengi ndio mwanzo hawajitokezi kabisa kwenda kujiandikisha kama piga kura. Majina yako nani na hisia zako? Kwa majina naitwa Stephen Moiro, mimi ni mfanyabiashara hapa Mbetari. Nafikiri sababu kubwa sana ya vijana kujiandikisha naweza sema ni kwamba hakuna ile civic education, na vile vile wale watu ambao wanaandikisha watu kupiga kura sio wengi. So mimi ningehimiza IBC waongeze zile vituo za kujiandikisha, na ikiwezekana pia wale watu waweze kutembea kwa biashara za watu, sababu watu wako busy wakifanya kazi, itakuwa ngumu sana mtu kuacha kazi yake alafu aende akajiandikisha. Unaelewa kwamba vijana wanajituma sana. Ikiwezekana hata kama kutakuwa na nafasi hata kama ni nafasi ya watu kujiandikisha online, na kingine ni kwamba waweze kufanya sensitization especially online pahali ambapo vijana wako. Tofauti kubwa sana na miaka iliyopita ni kwamba hakuna yale mafunzo ya umma, civic education kuhusu muhimu wa watu kujiandikisha. Sasa hiyo ndio wanafaa waasiste sana. Sawa, tutazungumza na tutapata jamaa fulani hapa. Sogea tu karibu. Njoo, unaona umekimbia sana mpaka unatoa jasho. Haya, tuanze na majina yako ni yapi? Mwanzo umejiandikisha kama mpiga kura? Mimi nimejiandikisha kama mpiga kura kwa Ziwa la Ng'ombe. Majina yako ni yapi? Jina yangu naitwa Ibrahim Mutinda. Na kwa nini saa hizi watu wajitokezi na haswa vijana kujiandikisha kama mpigaji kura? Shida iko wapi? Kitu ya kwanza, hasa kama mimi nikiwa katika hiyo orodha ya vijana, sisi vijana wengi kama tumelose hope, kwa sababu kila mara tunajitokeza tunapiga kura tukitarajia tuone hata matakwa yetu yakishughulikiwa, lakini tunaona kila tunapopiga kura mambo yanakuwa ni yale yale. Kila mwaka tunapopiga kura mambo ni yale yale. Kwa hivyo tumefikia mahali tu tunasema kwamba hata tunaona hakuna haja na hakuna morali ya kwenda kupiga kura, sababu yani tumeona hakuna utofauti. Usikose imani. Mwanzo unazungumza kama mhubiri, sauti yako wewe ni mhubiri? Na mimi ni mhubiri, na nasema hivi kwa sababu ya hivyo changamoto zile ninaziona zingine ni kwamba yani hiyo muda uliopeanwa, kama vile ndugu yetu mwingine hapa amesema, huo muda ni mfupi, na IBC wangerefusha muda, watupatie muda wa kutosha tuweze wananchi waweze kujisajili.
Sawa, shukrani jamaa, nashukuru sana kwa maoni yenu. Hawa ni wanabunge katika National Library jijini Mombasa, na ambao wamekuwa wakituelezea tu hisia zao mchanganyiko kuhusiana na shughuli au zoezi hili la kujisajili kama wapigaji kura. Kunao ambao wameomba muda zaidi, na kuna wale ambao wanaomba kuwa habari itolewe zaidi kwa umma kuhusiana na shughuli hii ambayo imeanza hivi majuzi. Kwa sasa na warejesheni hadi studio. Na asante mwenzangu Tobias Chanji, na maoni mmeyasikia.